Karibu katika kipindi hiki maalum ambacho ni jukwaa la wazi linalokupa ufahamu kuhusiana na mambo ya kisheria. Lengo ikiwa ni kuepuka kuvunja kwa makusudi sheria na taratibu za nchi. Jina langu ni Peter Maresa. Madhira yaliyompata mtumishi huyu wa kada ya elimu katika wilaya hii ya Sengerema mkoa wa Mwanza ndo mkasa unaonifungulia kipindi hiki. Baada ya kuwa nimemkatalia, yakaanza manyanyaso, mara unakuta amepiga mstari mwekundu ukichelewa, mara andika barua ya kujieleza, mara anatoa ripoti kwa mkuu wa taasisi, vitu vya ajabu, unaitwa unaambiwa nimeletewa taarifa na fulani hivi na hivi. Dogo shida, ukiomba ruhusa hata kama umepata msiba unanyimwa. Ikafikia hatua marumbano hayo, mwishowe mkuu wa taasisi akawa ameelewa shida ni nini. Kwa hiyo akawa amemtoa yule mwalimu kwenye hicho cheo na mimi nikaendelea kuwepo. Lakini baada ya kutolewa kwenye hicho cheo, aliendelea kujenga uhasama mkubwa kiasi kwamba akawa anatishia mpaka uhai. Lakini je, rushwa ni nini? Kwa majina naitwa Radi Kennedy Nombo, ni afisa wa TAKUKURU wilaya ya Sengerema, lakini pia ni mwanasheria wa ofisi hii ya kuzuia na kupambana na rushwa. Kimsingi, ndugu mwandishi, tunazungumzia rushwa, tunasema rushwa ni kitu chochote chenye thamani ambacho anapewa mtu mwenye mamlaka fulani kwa ajili ya maslahi fulani binafsi au kwa ajili ya manufaa yake yeye binafsi. Lakini pia tunazungumzia rushwa ni dhana pana sana ambayo huwezi kuitafsiri kwa maana moja. Maanake maana zake ziko nyingi kulingana na muktadha ambao unakuwa unataka wewe kuitumia maana ya rushwa. Kwa mfano, tunapokuwa mahakamani, tunapozungumzia swala la rushwa, mtu anaweza akasema rushwa ni adui wa haki. Kwa nini anasema ni adui wa haki? Ni pale inapokuwa ndugu hakimu anapokuwa ameshawishiwa au kufanya maamuzi yake kutoa haki kwa kuangalia wa kumpendelea mtu baada ya kuwa amepokea kitu chochote ambacho kinakuwa na thamani, ambacho kitu hicho kinakuwa kinamnufaisha yeye moja kwa moja. Lakini kwa maana ambayo nimeizungumza hapo awali, hiyo ni kwa mujibu wa kamusi ya Kiswahili sanifu iliyotokana na TUKTA, waliozungumza kuwa rushwa ni kitu chochote chenye thamani ambacho anapewa mtu kwa ajili ya maslahi yake yeye binafsi. Lakini pia tunavyozungumza rushwa inahusisha pia manufaa ambayo mtu yule ambaye anapokea hiyo rushwa anakuwa na manufaa fulani. Lakini ukiangalia kwa mujibu wa sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa, hiyo manufaa imetafsiriwa chini ya kifungu cha 3 cha sheria hiyo. Ambapo sasa manufaa au advantage kwa Kiingereza haipo limited kwenye fedha au kitu au mali. Inaenda mbali zaidi mpaka kwenye huduma ambayo mtu anaweza akapewa. Kwa sababu kwenye kifungu kile kuna vitu vingi sana, nasema gift, sijui bonus, whatever, lakini kuna kitu kinaitwa service, hata service, huduma ambayo mtu anaipata. Lakini pia nizungumzie kidogo mapambano dhidi ya rushwa kwa sheria yetu ya Tanzania au katika jamhuri yetu ya Tanzania. Ni mapambano ambayo yanakuwa yanaongozwa na sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa, ambao ni sheria namba 7 ya mwaka 2011, ambao pia ni sura ya 329 kama ambavyo imefanyiwa marejeo mara kadhaa. Na katika sheria ile kuna makosa ya rushwa takriban 24 ambao yameanishwa katika sheria ile. Lakini pia tusiache kuzungumza katika sheria ile pia bado ndani ya kifungu cha 5 cha sheria ile inazungumza au inaanzisha taasisi ya kuzuia au kuongoza mapambano haya dhidi ya rushwa. Ambapo ni taasisi hiyo iliyoanzishwa chini ya kifungu hicho cha 5 ni sheria ni taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, ambapo kwa Kiingereza pia wanasemaga PCCB, the Prevention and Combating of Corruption Bureau, ambayo imeanzishwa chini ya sheria ile. Na majukumu ya hiyo taasisi yameainishwa vizuri zaidi kwenye kifungu cha ngapi? Kifungu cha 7 cha sheria ile. Hususan pale yamenyumbuliwa, lakini majukumu yetu katika pale yamenyumbuliwa, lakini majukumu yetu makubwa ni mawili, ambao moja tunazuia, lakini pili tunapambana. Sawa.
Lakini pia tunavyozungumzia makosa ya 10 hayo ambao unasema makosa 24 kwenye chini ya sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa, hatuwezi kuacha kuzungumzia kosa la rushwa ya ngono ambalo lipo chini ya kifungu cha 25 cha sheria ile. Ambapo sasa rushwa ya ngono yenyewe inakuaje? Rushwa ya ngono tutakuja kuona huko mbeleni na inafanyikaje na inakuaje, lakini kwa ufupi zaidi tunaweza tukasema kwamba sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa haipo au haikutungwa kama mere decoration, haikutungwa kama pambo liwepo tu hapa kwenye hii nchi yetu, au bunge hawakupoteza kazi yao bure ya kutunga sheria na tukasema tu ipo tu, na ile taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa haipo tu ili mradi iwepo. Hapana, ina majukumu hususan makubwa mawili kama ambavyo nimekwisha kusema, ambao ni kuzuia cha kwanza, ambapo ndo kubwa sana tunakuwa tunaielekeza kwenye kuzuia kabla hatujafika kwenye kupambana, kwa sababu ndio maana hata wanasema ukiziba ufa manake baadaye hautokuja kujenga ukuta. Kwa hiyo ndio maana tunakuwa tunawekeza nguvu kubwa sana kwenye kuzuia, lakini inapokuwa imeshindikana kwenye kuzuia, basi tunaenda kwenye kupambana, ambapo kwenye kupambana kuna majukumu makubwa mawili. Kwanza kuna kuchunguza, lakini baada ya kuchunguza ushahidi ukishakuwa umekamilika, basi tunaenda kwenye kumshtaki yule ambaye anatuhumiwa, ambao ushahidi umepatikana dhidi yake, tunampeleka mahakamani kwa kumfungulia mashtaka. Je, kwa nini sheria ilitungwa? Hii sheria ilitungwa, naweza nikaainisha sababu 3. Ukisoma ile sheria kwa umoja wake, kwa ujumla wake, unaweza ukazipata anasema yani ile dhamira ya bunge kutunga ile sheria ilikuwa ni nini. Kwanza, moja, unaangalia kuhakikisha utawala bora, yani kuhakikisha kwamba tunakuwa na kitu kinachoitwa uadilifu wa taasisi zetu, uadilifu wa taasisi za umma pamoja na utawala bora. Hiyo ni ya kwanza. Lakini cha pili, inakuwa imelenga kuhakikisha uadilifu wa ofisi, uadilifu wa utumishi wa umma. Sawa Kuna hiyo uadilifu wa utumishi wa umma, lakini pia uadilifu wa taasisi za umma pamoja na utawala bora. Lakini pia ililenga kwa ajili ya kuhakikisha matumizi sahihi ya madaraka ambayo mtu anakuwa amekasimiwa nayo. Maanake leo tukikupa madaraka fulani watumikie wananchi fulani, tunataka uyalinde yale madaraka vizuri, uyatumie vizuri, lakini sio kutekeleza majukumu yako kwa hoga. Hapana, tekeleza majukumu yako kwa mujibu wa sheria, pasipo kuvunja sheria zingine ambazo zinakuongoza au kukusimamia. Kwa sababu kubwa, tunaamini watumishi wote wa umma, kuna sheria ambayo inaitwa the Public Service Standing Orders, ambayo hiyo inakuwa inadili zaidi na kuguide au kuregulate utendaji kazi wa watumishi wa umma. Ilikuwa ni kitu cha kwanza ambacho hii sheria ilikuwa imetungwa. Lakini pili, kitu kingine ambacho nataka nikufahamishe ndugu mtangazaji pamoja na wasikilizaji wetu, ni kuhusiana na kosa hilo la rushwa ya ngono ambalo liko chini ya sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa. Ni sehemu pia ya makosa ya hujumu uchumi, ambapo imeletwa chini ya kifungu cha 3 kifungu kidogo cha 3 cha sheria ya hujumu uchumi sura ya 200. Lakini pia inatambulia kosa hili linatambuliwa kuwa ni kosa la hujumu uchumi chini ya paragrafu ya 21 ya kwenye jedwali la kwanza la sheria hii sheria hii ya hujumu uchumi. Kwa mpaka hapo nafikiri tutakuwa tumeshaweza kuelewana kwamba rushwa ni nini, lakini pia majukumu ya TAKUKURU, lakini pia mapambano dhidi ya rushwa yanaongozwa na sheria ipi, lakini pia ni nani anasimamia hayo majukumu, anasimamia upambanaji dhidi ya rushwa ndani ya Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania. Lakini pili, nimeweza kueleza pia kwa ufupi kwamba lengo la hii sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa ilikuwa ni nini. Tumesema kwanza kuhakikisha utawala bora, uadilifu wa taasisi zetu na utawala bora. Lakini pili, nimesema pia kuhakikisha uadilifu wa utumishi wa umma. Lakini pia nikasema kingine ni kuhakikisha kwamba matumizi sahihi ya madaraka ambayo mtu anakuwa amekasimiwa nayo. Lakini mpaka hapo niweze pia kuzungumzia swala la ishu nyingine ya kuhusiana na kwamba watu wana ufahamu upi kuhusiana na rushwa ya ngono.
Kwa kifupi naweza nikasema kwamba watu tunaamini wanao ufahamu. Tunaamini kwa nini? Ni kwa sababu elimu dhidi ya rushwa tunajitahidi sana kuitoa katika namna tofauti tofauti. Kwa sababu elimu dhidi ya rushwa tunaitoa katika namna tofauti. Kwanza tunakuaga na semina ambazo zinakuwa zinahusu watumishi pamoja na wananchi, watumishi asilimia kubwa wa ofisi za umma. Lakini pili, tunafanya mikutano ya hadhara ambao tunaamini wananchi tunakuwa tunakutana nao huko. Lakini pia kwa mashuleni tunafanyaga clubs. Clubs za wapinga rushwa tumeanzisha katika kila shule, kuna clubs za wapinga rushwa. Lakini pia tunatoa elimu hii ya rushwa kupitia vipindi vya redio. Lakini je, watu wanafahamu uzito wa kosa la rushwa ya ngono? Lakini tunasema kwamba watu wanafahamu ili kosa la rushwa ya ngono kwa sababu wanafahamu viashiria vya kutendeka kwa ili kosa, na wanafahamu kwamba kosa hilo, anajua kabisa hilo ni rushwa, lakini pia anakuwa na delay au anarudi nyuma katika kuripoti au kutolea taarifa ya vitendo hivyo kufanyika dhidi yake. Sasa maana yake anavyokuwa na delay, tunakuwa na sisi pia tunafanyaje? Tunakwama hata namna kuweza kutake initiatives au kuchukua hatua dhidi ya ambacho kile kitu mtu kinaenda kumpata. Lakini kingine kinachokuwa kinatokea zaidi, ndugu mwandishi, ni kwamba wanakuwa wanakuja kuripoti kwetu baada ya tukio kuwa limeshafanyika. Wakati hapo awali tulikuwa tushakubaliana kwamba kosa la rushwa au kiombwa rushwa, iwe ya ngono, iwe ya fedha au mali, au kuombwa rushwa ili uweze kupata upendeleo fulani sehemu fulani, unafahamu kabisa ni haki yako. Lakini vile unavyokuwa unataka kuifikia ile haki ukaombwa rushwa, basi tunashauri au utaratibu huko ni kwamba lazima tuliripotie hilo tukio kabla hata hujatoa hiyo rushwa. Na hapo ndipo tutakuwa na nguvu kubwa sana ya kuweza kukutengenezea mazingira mazuri ya kuweza kufanyaje, ya kuweza kutafuta ushahidi na kumkamata mtu ambaye ameomba hiyo rushwa na kuweza kumchukulia hatua kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo maana yake ni kwamba watu asilimia kubwa wanakuja kuripoti matukio ya vitendo vya rushwa ya ngono baada ya kuwa tayari ashafanyiwa hivyo vitendo, ambapo kitu hicho kinakuwa ni ngumu sana kuja kukithibitisha, inakuwa ni ngumu sana. Lakini inakuwa ni nzuri kama pale mtu ameshaomba rushwa ya ngono ili aweze kupata upendeleo fulani kwenye ofisi fulani kwa mtu fulani, akishakuja kuripoti ndipo tunakuja kuchukua hatua za kumwambia sasa nini afanye ili tuweze kupata ushahidi vizuri, lakini pia kumkamata yule mtu ambaye anafanyaje, yule mtu ambaye anatuhumiwa kwa kosa hilo. Lakini kosa la rushwa ya ngono lipo katika orodha ya makosa gani? Na hiyo inajengeka kwenye msingi ambao lazima nilizungumze ili nisiache kulisema. Tunasema rushwa ya ngono ni sehemu ya makosa ya hujumu uchumi, ambapo hata kwa mujibu wa katiba yetu, ibara ya 12 ibara ndogo ya pili, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 inaeleza kuwa kila mtu, utu wa kila mtu au mtu anatakiwa aheshimiwe zaidi utu wake. Kwa mazingira yoyote utu wa mtu lazima uheshimiwe. Sasa kwenye kuheshimu utu wa mtu, sheria zipo kwa ajili ya kuulinda utu wa mtu, kwa sababu pia hata ukiangalia sheria kuzuia na kupambana na rushwa, moja ukiangalia dhima yake ya hii kosa likawekwa hapa ni kutaka kulinda utu wa mtu, kwamba mtu atekeleze majukumu yake ambayo amepewa kisheria, lakini pia athamini utu wa mtu mwingine. Lakini wewe mwenyewe ambaye unatakiwa kuthaminiwa utu wako kama uthamini na kwa changamoto, na ndio maana tunakuwa tunawaasa waweze kutoa taarifa pale wanapokuwa tu wameombwa rushwa ya ngono, au wanapokuwa anaona kuna mazingira ya kufanyika kwa rushwa ya ngono, basi aweze kutoa taarifa ili tuweze kuchukua hatua zisiweze, yani utu wake usiweze kudhalilika, kwa sababu katiba ipo na sheria ndogo ndogo zipo, zote hizo ni kwa ajili ya kulinda utu wa mtu. Lakini mtu wa kwanza mwenye jukumu la kulinda utu wake ni mtu mwenyewe, ambaye sheria pia inajaribu kuhangaika kuulinda utu wa yule mtu mwenyewe. Na je, kosa la rushwa ya ngono linathibitishwa namna gani? Namna ambavyo tunaweza kuthibitisha kosa hili ni kwa njia mbili tu ambazo ni fupi sana. Kosa la rushwa, kwanza lazima tuanze kusema, tukubaliane kwamba kuthibitisha kwake ni vigumu sana. Lakini kwa sababu gani? Moja ya sababu kubwa ni kwamba kosa hili linafanyika kwa faraga au kwa siri sana. Maana yake kama yule ambaye anatakiwa kuathirika na kosa hili hajaja kutoa taarifa mapema, inakuwa ni ngumu sana kupata ushahidi wake.
kwa sababu mwisho siku anaweza akarubuniwa pia. Yule ambaye anakuja kusema kwamba nimefanywa rushwa ya ngono anaweza akarubuniwa na akasema akakiri kwamba huyu ni mpenzi wangu. Sasa huwezi kuikuta rushwa ya ngono kwa mtu ambaye anasema ni mpenzi wake, ila namna ya kuithibitisha mbili. Kuna changamoto ya kuithibitisha kwa sababu linafanyika kwa siri sana, lakini pia watu ambao wanakuwa wanataka kuhudhurika na ile kosa hawatoi taarifa kwa wakati. Kwa hiyo maana yake njia pekee ambayo tunakuwa tumebakiwa nayo baada ya yule mtu ambaye kabla hajafanywa kile kitendo tunaweza kukusanya ushahidi wake kupitia ushahidi wa kimazingira ambao kisheria wanasema circumstantial evidence. Inakuwa ni ushahidi muhimu sana na ushahidi wenye nguvu sana kwenye makosa haya ya rushwa. Lakini pili inakuwa ni kosa au ushahidi wa kimawasiliano. Kwenye ushahidi wa kimawasiliano tunaweza tukaupataje? Kama yule mtu alishatambua kwamba huyu anataka kunifanyia rushwa ya ngono au anaomba rushwa ya ngono kwangu, maana yake anaweza akamuentertain kwamba awasiliane naye, lakini kila akiwasiliana naye akawa anachukua zile voice call, zile anazirekodi kwa kurekodi zile voice call, lakini pia kwa kutunza zile SMS ambazo anamtumia. Kwa kwenye kutunza SMS hapo kuna mawili, anaweza akawasiliana naye kwenye message za kawaida au WhatsApp au hata kwenye Instagram au vyovyote vile, hata kwenye barua pepe. Lakini kama kuna namna ya mawasiliano ya namna hiyo, basi tunaomba huyo mtu aweze kutunza ule ushahidi ili mwisho siku tuweze kuunganisha matukio ambayo yataweza mwisho siku sasa kutupelekea kwamba ni kweli hapa kulikopo na rushwa ngono au huyu anapelekea kwenda kufanya rushwa ngono. Sasa mwisho siku circumstantial evidence pamoja na ushahidi wa kimawasiliano ndio utatusaidia sasa kumkuta huyu mtu na hiyo hatia ya nini? Hiyo hatia ya rushwa ya ngono. Kwa hiyo namna ambavyo tunaweza kudhibitisha ndo iko hivyo. Lakini pia kingine, ndugu mwandishi, nipende kuzungumzia ni mazingira ambayo rushwa ya ngono inaweza ikawa inatokea. Hii rushwa ya ngono bwana, mazingira ambayo inaweza ikawa inatokea ni tunasema katika mchakato wa kutaka mtu kupata ajira au katika mazingira ya kazi. Kwamba leo mtu anataka kupata kazi katika ofisi fulani, na yule bosi ambayo ndio mwajiri namba moja katika taasisi au ofisi fulani anakuwa anamuomba yule ambaye anataka kupata fursa ya kazi katika ofisi yake kwamba ili nikupatie hii nafasi lazima utekeleze hili. Manake hili ni lipi? Ndio hilo ambalo tunalizungumza, lazima atoe huduma ya ngono kwa huyo ambaye anaajiri. Sasa kwenye hiyo huduma ya ngono ndio tunasema sasa hapa inaweza katokea kwenye mazingira ambayo mtu anakuwa anaomba kazi au kwenye yale mazingira ambayo ya kazini tayari ashaingia kazini. Sasa kwenye mazingira ya kuomba kazi nafikiri wengi watakuwa wanafahamu kwamba ili niweze kupata nafasi ile lazima nitoe chochote, na chochote ni lazima uweze kuweka rehani utu wako. Lakini kwenye mazingira ya kazi tayari ushaingia kwenye kazi, pia kwenye rushwa ya ngono zinafanyika. Sasa na zenyewe zinafanyikaje? Ni pale mfanyakazi anapokuwa anataka kuidhinishiwa aidha likizo, anapotaka labda kwenda kupata zile safari za kikazi ambazo zinahusisha malipo, lakini pia kuna zile anapotaka nafuu au asamehewe kwenye baadhi ya makosa ambayo amefanya kwa ya kinidhamu, amekengeuka. Sasa anahitaji kupata mwongozo au anahitaji kuadhibiwa. Sasa ili asiadhibiwe na anafahamu anatakiwa mimi kuniadhibu ni fulani, sasa maana yake anaweza akamfuata yule bosi akashawishi akatengeneza mazingira ya kuweza kutoa rushwa ya ngono. Kwa hiyo mazingira ya namna hiyo. Lakini pia kuna mazingira mengine wasema mazingira ya shuleni au vyuoni. Na ndio maana tunawaasaga sana huku tunakopitaga kwenye kufundisha au kutoa elimu kwenye vilabu vya wapinga rushwa huko mashuleni, vyuo vya kati pamoja na vyuoni. Tunajitahidi sana kuwahasa au kuwasii wanafunzi wapende kusoma. Maanake wakishaweza kuwa na uwezo mzuri wa kujieleza, wa kujibu mtihani, wameshasoma vizuri, maanake anakuwa na uwezo wa kujiamini, wa kuto kumfuata mwalimu kumuomba hizo mtihani kabla siku ya mtihani au sovu ile aende na majibu, au lakini pia kuomba hata zile kupewa marks za bure. Zile kozi weke muda mwingine zinasumbua kwa vyuo vya kati pamoja na vyuo vikuu, lakini pia watoto wa shule za kawaida. Kwa sababu siku hizi kuna changamoto kidogo kwenye hizo shule kuhusiana na hawa watoto ufaulu. Mwingine hataki kusoma lakini anataka kufaulu.
Kwa anaweza akamfuata mwalimu na mwalimu akaangalia hapa inaweza ikawa hivi na hivi, kwa anaweza akamuomba hii rushwa ya ngono. Kwa hiyo kikubwa tunawasihi wanafunzi waweze kujitahidi sana kusoma. Maana yake kutokana na ile fiduciary relationship ambayo unasema inakuwa ipo kati ya mwanafunzi na mwalimu, inaweza ikawa ni rahisi sana mwanafunzi kutoa rushwa ya ngono. Kwa sababu tunachozungumzia rushwa ya ngono, asilimia kubwa waathirika wa hichi kitu ni wanawake au wasichana, ndio wanaweza sana kuathirika na ndio maana tunakuwa tunawasihi sana waweze kufanyaje, waweze kusoma. Lakini mazingira mengine ambayo rushwa ngono inaweza katokea ni mazingira ya mtu mwenye hofu ya kupoteza fursa aliyokuwa nayo au kutaka kupata fursa fulani. Kwa maana yake rushwa ngono inaweza katolewa kirahisi kwenye mazingira haya. Leo hii labda kuna mdada sehemu, kuna mwanamke yuko sehemu fulani ana fursa ambayo ameipata, akiangalia vigezo vyake vya kumweka pale kiutendaji au hata sifa za yeye kuendelea kubaki pale ndio ikawa ngumu kwake. Sasa anawezaje kuendelea kubaki pale? Maana yake lazima aweze kutoa hiyo rushwa ngono kwa mtu ambaye ni mwajiri wake wa ile ofisi. Lakini pia kingine tunachokizungumza ni kuhusiana na mtu ambaye anataka kupata fursa. Mimi nataka kupata fursa. Kwa maana yake nifanyaje? Sio mimi, ni mfano. Mfano labda mimi nataka kupata fursa sehemu fulani ambapo pale ninapotaka kupata ile fursa pale, yule bosi wangu pale ni mwanamke. Kwa maana yake mwisho siku anaweza akaniomba, hata mimi anaweza akaniomba rushwa ya ngono, kwa sababu hatusemi kwamba rushwa ya ngono asilimia kubwa inaonekana kufanyika upande wa wanawake, lakini pia hata kwa wanaume inaweza ikafanyika. Kwa maana yake hata tunavyozungumzia rushwa ya ngono tusikae tu kwenye upande kwamba wanawake, lakini japo ni kundi kubwa ambalo linaathirika na hili kosa la rushwa ya ngono. Lakini pia huwezi kuzungumza sisi wa kiume, sisi wa kiume pia huwezi kutuacha kutuzungumza, kwa sababu pia na sisi tunaweza kukutana na mazingira ya namna hiyo. Unaweza kukutana na bosi wa kike na yeye akakuomba rushwa ya ngono vile vile, inakuwa ni kosa kama ambavyo mwanamke pia ameombwa. Hata mimi naweza nikaenda kuripoti nikiombwa. Maanake sio mwanamke tu anatakiwa aende akaripoti. Maanake hata mwanaume ukiombwa rushwa ya ngono na bosi ambaye anatakiwa akupe fursa au akufanye kuachia fursa, unaweza kaenda ukatolea taarifa na itakuwa na mashiko kama ambavyo mwanamke angeweza kwenda kuripoti. Lakini pia tunasema mazingira ya ofisi zinazosimamia ofisi zenye mamlaka ya uchunguzi na zile ofisi ambazo zinasimamia utii wa sheria. Maanake hapa tunazungumzia polisi, tutazungumzia watu wa uhamiaji, tutazungumzia yani ofisi na taasisi zote ambazo zinahusiana na mambo ya kiuchunguzi, pamoja na kuhakikisha utii wa sheria. Mahakama wako hapo, sijui nani wako hapo. Wote ambao tunaweza tukafahamu, na ofisi ambazo zinaweza zikafanana na namna hiyo ambayo nimeizungumza hapo, wanaweza wakaingia kwenye hili kundi la kufanya sana hizi rushwa za ngono, kwa sababu unafanya uchunguzi dhidi ya mwanamke fulani, unafanya uchunguzi dhidi ya binti fulani, amejihusisha kwenye jinai ambao wewe unachunguza nayo. Sasa akishajua ni kwamba wewe ndio unafuatilia issue yake, anaweza akakutengenezea mazingira kutaka kukuofa hii rushwa ya ngono, ili mwisho wa siku uchunguzi wake upindishe. Lakini hiyo unaweza ukaifanya hivyo kama utakuwa hauna maadili ya kiutendaji, maadili ya kazi yako, utaweza kuifanya hii. Lakini kwa yule ambaye ni mtumishi, yuko kwenye hivi vyombo vya kiuchunguzi, yuko kwenye hizi vyombo vya kuhakikisha utii wa sheria unafuatwa na raia ambao tunatekeleza majukumu kwa niaba yao, mwisho siku kama atakuwa sio mwadilifu, basi anaweza akajikuta anaingia kwenye hii ya kufanya uchunguzi ambao utakuwa wa kubumba ili kuonesha kwamba ule mwanamke, kwa sababu alishanipa huduma ya ngono, basi niweze kumfanyaje, kumuondolea mashtaka au kumfutia tuhuma dhidi yake. Lakini pia hata mahakamani vivyo hivyo. Maanake leo hii kunaweza kukawa na mwanamke kapelekwa mahakamani, kwa mfano ana mgogoro wa ndoa, ni mfano akafika pale akaeleza matatizo yake yote ambayo ataweza kueleza, lakini hakimu anaweza kakaa akaangalia huku na huko akaona kabisa, sasa sikiliza, ili niweze kugawa mali kwako kwa asilimia hizi, basi ufanye hiki ili na mimi niweze kutekeleza hiki. Na ndio maana sasa hii kwenye rushwa ya ngono tunazungumzia, kuna kauli moja ya Kilatini inazungumza, inasema quid pro quo. Yani maanake rushwa ya ngono inalalia kwenye upande wa nipe nikupe. Yani kwamba wewe unatoa huduma ya ngono lakini mwenzako atakupa kitu kingine. Maanake kama ni kupindisha haki atapindisha haki kwa sababu ashanufaika, na kama ni
kutoa upendeleo kwako, basi atakupa upendeleo kwa sababu na wewe ulishafanyaje, na wewe ulishampa hiyo huduma ya ngono. Lakini rushwa ya ngono ina athari gani? Rushwa ya ngono sidhani kama itakuwa na faida. Hata kama utatoa huduma ya ngono ili upate kazi, lakini bado hauwezi kuwa na faida, kwa sababu rushwa ni rushwa, iwe ya ngono iwe yoyote ile, vyovyote itakavyokuwa, maanake hiyo bado ni kosa. Ni kosa kama makosa mengine. Yani umepata sawa kazi, lakini bado haiwezi kuhalalisha kwamba umepata kazi katika mfumo ambao umekuwa rasmi au katika utaratibu ambao uko rasmi. Bado tutakuwa tunasema kwamba wewe ajira yako ni batili. Ni batili kwa sababu gani? Namna ulivyoingia, umepitia kwenye mfumo ambao sio. Leo ulitakiwa ufanyaje? Maanake katika kuajiri watu, ni mfano wewe unazungumza kwamba katika kuajiri watu katika taasisi fulani ambazo zinahusika na kuajiri, basi inatakiwa ziwaajiri watu kwa kuangalia sifa zao, qualification, educational qualification, uwezo wao, lakini vitu vya namna hiyo. Maanake au mwajiri akishakuja kuangalia kwamba amepata huduma ya ngono ndio akuajiri, basi tutakuwa kuna shida sehemu fulani katika utumishi wa umma. Matumizi ya madaraka kama nilivyokuwa nimesema hapo awali yanakuwa hajatumika vizuri, hajatumika kwa usahihi. Na ndio maana tunasema rushwa ya ngono ina athari kubwa sana. Ina athari kubwa sana katika mazingira yapi? Nina mazingira kama 5 ambayo nitayaainisha, ambao rushwa ya ngono inakata across kwenye hizo athari zake huko. Kwanza tutazungumzia inakuwa na athari kwa individual. Kwa individual manake ni wote wawili. Manake kama ofisi fulani na bosi, yule bosi anaweza akaathirika individually, lakini pia hata aliyefanya na aliyefanywa wote, kila mmoja kwa nafasi yake anaweza akaathirika. Kwa maana ipi? Leo bosi wa kiume anaomba rushwa ya ngono kwa binti fulani ili aweze kumweka kwenye nafasi ya ajira. Anapewa rushwa ya ngono bila kufahamu status ya huyo binti. Na huyo binti anatoa rushwa ya ngono bila kufahamu status ya huyo bosi ambaye anampatia rushwa ya ngono. Maana yake kama kuna mmoja wao hapa ana shida, ana maumivu ya homa zile za kudumu, maana yake kuna athari unaipata kwa huyo hivyo. Yani kama atakuwa mgonjwa ni bosi, basi manake ambaye anatakiwa kumwajiri ndio ataathirika. Lakini kama huyo binti ndio alikuwa na shida ya ugonjwa hayo, manake huyo bosi ndio anakuja anaenda kuyopoa hayo magonjwa ya ovyo ovyo. Kwa maana hiyo inakuwa na athari kwa mtu mmoja, ambayo inaweza kumwathiri kisaikolojia, lakini kumwathiri kiafya kama ambavyo nimekwisha kuzungumza, lakini pia inaweza kumwathiri hata utu wake. Kwa maana yake anaweza akapata kazi sawa, akafurahia amepata kazi, lakini kisaikolojia ikamtesa, kwa nini nilifanya vile? Lakini kwa nini niliweza kufanya kile kitu kwa yule mtu? Mbona kama utu wangu nimeudhalilisha? Maana yake kwa nini nisingeweza kufuata labda mfumo wa kawaida tu wa kufanya interview, wa kuangalia kama nina sifa au sina sifa, basi nikaangalia utaratibu mwingine, lakini kwa nini niliweza kufanya vile? Kwa hiyo mwisho siku rushwa ya ngono bwana, hii kishafanyika afu mtu akafanikiwa au asifanikiwe. Kuna mwingine anaweza akafanikiwa lakini ikamtesa kisaikolojia maisha. Lakini kuna mwingine anaweza akatoa hiyo rushwa ya ngono na asifanikiwe jambo lake, maana yake ni shida ya pili hiyo. Sasa kuna unaweza usifanikiwe jambo lako, lakini pia ukawa na magonjwa, ukaumwa saikolojia, sijui kana matatizo mengi. Hiyo yote ni kwa ajili ya nini? Ni kwa ajili ya rushwa ya ngono. Na ndio maana tunakuwa tunawasa sana watu waweze kutoa taarifa TAKUKURU kwenye ofisi zetu ambazo ziko kwenye kila mkoa, kila wilaya. Lakini kwa Sengerema tuko hapa Bomani, karibu na jengo la NIDA. Watu wanaweza wakaja hapa kwa ajili ya kutoa taarifa za kuombwa rushwa ya ngono ili tuweze kuitokomeza hivi vitendo vya namna hii. Lakini pia athari nyingine inaenda kwa taasisi. Taasisi na yenyewe inaathirika, uadilifu wake kiutendaji na kwa unashuka. Lakini pia hata ule uaminifu watu, yani ule umma kuweza kuiamini ile taasisi kama inakuwa na vitendo vya namna hii, inakuwa ni ngumu. Kwa sababu gani? Kama ofisi fulani inakuwa inaendekeza zaidi vitendo vya rushwa ya ngono, maana yake hata umma hauwezi kuwa na imani na ile ofisi. Unaweza ukaenda na kajitu kako tu kadogo ambako kanahitaji tu mwongozo wa yule kiongozi au wale watendaji wa ile ofisi, lakini mwisho wa siku akakwambia ili tuweze kukusikiliza ili swala lako lazima utekeleze ili swala ambalo ni huduma ya ngono, lazima uitoe ili tuweze
kukusaidia. Lazima ufanye hivi. Au wengine kama ni kwa sisi wa kiume unaweza kukuta mtu anapindisha sana, kwa sababu anaweza akajua kabisa kwamba mimi siwezi kutoa huduma ya ngono kwake kwa sababu ni mwanaume mwenzangu, lakini mwisho siku naweza nikapitia magumu kwenye kitu ambacho ni kidogo. Maana yake njoo kesho mpaka mwisho siku unaweza kukuta nakata tamaa. Lakini kuna athari nyingine inakuwa inaenda kwa serikali, inaathiri kabisa mfumo wa utoaji haki pamoja na utawala bora. Maanake kwa serikali ofisi zake kama itakuwa inaendekeza hicho kitu au itakuwa inaruhusu hicho kitu kufanyika, itakuwa athari yake itakachokuwa kinafanyika, hauwezi kukaa na utawala bora, kwa sababu kutakuwa na hizo imbalances kwenye kutoa huduma kwa kundi hili na kundi hili, jinsia hii na jinsia hii, kunakuwa na changamoto hapo katikati. Maana yake mwisho siku kunaweza kukaa na malalamiko mengi ya watu wakawa wanalalamikia serikali labda haiko na utawala bora, kwa sababu inaruhusu vitendo vya rushwa kutokea kwenye ofisi zake, inaruhusu ili mtu aweze kuhudumiwa hospitalini, mahakamani, sijui polisi wapi, mpaka utoe huduma ya ngono. Lakini 4 sasa tunasema athari zinakuwa athari za kisheria. Athari za kisheria zinaweza zikawaje? Manake yule ambaye aliomba, yule aliyekuwa kwenye nafasi ya kuweza kufanya maamuzi, aliyekuwa kwenye madaraka fulani, akaomba rushwa ngono na akapewa. Mwisho siku sasa TAKUKURU akija kubaini kwamba yule bwana aliomba rushwa ngono na akapokea, aliomba rushwa ngono na akapewa, nachozungumza, mwisho siku sasa ikabainika kitu kama hicho na ushahidi ukapatikana, kwa hiyo mwisho siku kunaweza akafunguliwa mashtaka. Hizo ni athari za kisheria. Lakini pia anaweza akafukuzwa kazi, akaadhibiwa kwa hatua za kinidhamu, lakini pia hata CV yake kuharibiwa. Maanake ukishafukuzwa kazi uko mtaani, kila mtu atakuwa anafahamu kwamba umefukuzwa kazi kwa sababu ulikuwa unaomba sana rushwa ngono. Ulikuwa umefukuzwa kazi kwa sababu ulikuwa unaendekeza sana kwamba kwa ajili watu lazima wakufanyie jambo fulani, wakupe hiyo huduma. Sasa maanake inakuharibia. Mwisho siku hata familia yako ikija kujua, unaweza kuona hata aibu kuangalia familia yako. Lakini haya yote yanatokana na nini? Na hii rushwa ngono. Athari kisheria ndio inakuwa namna hiyo, utafukuzwa kazi, utafunguliwa mashtaka, lakini pia unaweza hata ukafungwa itakapokuwa imethibitika vizuri, unaweza ukafungwa kifungo au hata faini. Na kwa sababu kama nimesema hapo awali kwamba rushwa, hii kosa la rushwa ngono ni sehemu ya makosa ya hujumu uchumi chini ya sheria ya hujumu uchumi, ambapo adhabu yake kifungo cha chini ni miaka 20. Sasa hebu niambie, miaka 20 kwa umri ambao mtu atakuwa amethibitika kwamba ametenda hilo kosa, plus umri atakaokuwa nao, unaweza ukaona kitu kama hicho. Lakini ni sawa unafanya haya mambo, mwisho siku kuna familia inakutegemea, ukahukumiwa miaka 20, inakuaje? Familia yako itakuaje? Itaishi na nani ataihudumia? Vitu kama hivyo. Hizo zote zinatokana na athari ya rushwa ngono. Maana itakapokuja kubainika, matokeo yake ndo kama hayo hapo. Lakini pia tunasema kingine ni ukosefu wa usawa wa kijinsia katika jamii, ambao tunazungumzia kwa Kiingereza wanasema gender inequality. Maana kuna kundi fulani litakuwa linaonewa sana. Maana haliwezi kupata nafasi za ajira katika ofisi fulani mpaka liweze kutoa huduma fulani. Asilimia kubwa hapa tunazungumzia wanawake ambao wanaonekana kuwa kundi kubwa la kuathirika na hili janga la rushwa ngono. Na ndio maana tunakuwa tunawaasa sana watu kama ofisi au kama taasisi waweze kutoa taarifa za vitendo vya rushwa mapema kabla havijatokea. Maana ukishaweza kutoa taarifa za vitendo vya rushwa kabla havijatokea, inakuwa ni rahisi zaidi kuweza kukunusuru wewe pamoja na hata yule ambaye unafanyaje, ambaye amekuomba. Maana kuna mawili, kama atashtukia anaweza karuka kwenye huu mtego, lakini anakawa tayari taarifa ashaipata kwamba bwana, hiki ambacho natakiwa kukifanya kumbe sitakiwa kukifanya hivyo, ngoja niachane na hizi tabia, na mwisho wa siku anaweza akawa amejinusuru kwa namna hiyo. Lakini pia utu wa huyu ambaye ameombwa utakuwa bado umeendelea kufanyaje, kuheshimiwa, kama ambao nimezungumza kwenye ibara ya 12 ibara ndogo ya 2 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inazungumza swala la utu wa mtu uheshimiwe. Sasa kwenye kuheshimu utu wa mtu, lazima mtu mwenyewe kwanza aanze kuheshimu, ili hata serikali ikitunga sheria pamoja na wasimamizi wake wa sheria wakija kufanya hizo kazi za kufanya namna hiyo, inakuwa ni kazi rahisi sana. Lakini cha mwisho kabisa, nipende kutoa rai kwa wananchi wetu kuhusiana na hili la rushwa ngono. Lakini sio tu rushwa ngono, rushwa
makosa yote ya rushwa chini ya sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa. Watu waweze kutoa taarifa za vitendo vya rushwa ambao vinaweza vikatokea vikampata yeye au hata ndugu yake. Ukiwa na taarifa ya kwamba kuna vitendo vya rushwa vinaweza kutokea dhidi ya ndugu yangu au mimi mwenyewe, basi uweze kutoa taarifa mapema kwenye ofisi zetu za TAKUKURU zilizopo karibu na wewe, ambazo ziko kwenye mikoa yote, kwenye wilaya zote ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kila mkoa, kila wilaya tuna ofisi zetu ambazo watu wanaweza katoa taarifa za vitendo vya rushwa, sio tu rushwa ya ngono, lakini kwenye rushwa ya ngono tunazungumzia sana kwenye rushwa ya ngono kwa sababu watu lazima walindwe, kwa sababu kuna mambo mengi sana hapa mtu unaweza ukaathirika nayo kwenye rushwa ya ngono bila wewe kuifahamu. Ndio kama hizo athari nimezizungumza, saikolojia inaweza kuharibika, sijui nini vinaweza vikakupata wewe kama binadamu mwenye moyo wa nyama. Lakini je, ofisi za taasisi hii ya kuzuia na kupambana na rushwa zinapatikana eneo gani? Lakini kwa Sengerema tunazungumzia kwamba sisi ofisi zetu ziko karibu na ofisi za NIDA, ambapo unaweza ukaja kwenye utoaji wa taarifa, unaweza ukaja moja kwa moja ukaeleza hiyo mazingira ya kuomba hiyo rushwa ya ngono, tukachukua maelekezo yako, lakini baadaye pia tukaweza kutengeneza namna ya kuweza kufanyaje kutrack hicho ambacho kinaendelea dhidi yako au kinataka kutokea dhidi yako, ili tuweze kukinusuru mapema. Lakini pili, unaweza ukapiga simu ya kuripotia hivyo vitendo hivyo, kwa sababu hivyo vitendo vinaweza vikawa wewe vimekuhusu au hata ndugu yako wa karibu. Kwa hiyo maana yake unaweza ukapiga simu, na unaweza ukapiga simu ya kamanda wa TAKUKURU wa wilaya ambayo ni 0738 150 167. Naomba kurudia namba hii, ni namba 0738 150 167. Lakini pia unaweza ukapiga namba 113 au 113. Muda wowote unaweza ukatuma au ukatuma ujumbe. Lakini cha mwisho kabisa nipende kuasisitiza kwamba jukumu la kuzuia na kupambana na rushwa ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sio jukumu la taasisi peke yake. Sio jukumu la taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, na wala sio jukumu la serikali peke yake. Lakini ni jukumu la kila mmoja wetu ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na jukumu hilo liko kwa mujibu wa sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa chini ya kifungu cha 39 cha sheria hiyo. Sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa, ambayo linasema, kauli mbiu yake inasema kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, kila mtu atimize wajibu wake. Maana yake kwa kufanya hivyo tutaweza kuhakikisha baada ya miaka kadhaa huko mbele tunaweza tukawa na Tanzania ambayo itakuwa haina vitendo vya rushwa. Hii yote inawezekana kama tutashirikiana, wananchi, taasisi kwa niaba ya serikali, tukasimama pamoja kwa kushirikiana kuripotia vitendo vya rushwa. Na vitendo vya rushwa sio tu kuombwa hela, hapana. Kuna rushwa pia zinazofanyika kwenye miradi ya maendeleo ambayo inafanyika watu kuweza kuhujumu miradi ya maendeleo. Kwa hiyo ujenzi unaendelea sehemu fulani au kuna kata fulani wanafanya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kwa hiyo kinachofanyika, watu unakuta anapeleka simenti 10, mifuko 10 ya simenti, lakini mwisho siku inatoka mifuko 7, inabaki mifuko 3. Maana yake ule mradi hata kama utatekelezwa kwa spidi ya namna gani, mwisho siku ule mradi hauwezi kuwa na kiwango kama ambavyo serikali inakitaka. Kwa maana yake wananchi lazima tuwe mstari wa mbele kulinda miradi ya maendeleo ambayo inatekelezwa katika ngazi ya kata, ngazi ya vijiji, ambayo inakuwa na manufaa kwetu sisi wanakijiji moja kwa moja. Je, ni nini urithi wa utambuzi katika kizazi kijacho kuhusiana na vitendo vya rushwa? Na swali hili limenilazimu nifike shule ya sekondari Nyapurukano iliyopo katika wilaya hii ya Sengerema, mkoa wa Mwanza, ili kufahamu klabu hii ya sheria shuleni ushiriki wake ukoje na inashirikishwaje. Kwa majina naitwa Princess Sunday Joakim, ni mwanafunzi wa darasa 4 hapa katika shule ya sekondari Nyapurukano. Ni katibu wa klabu ya sheria katika shule. Binafsi kwanza tunashukuru serikali kwa kutupa nafasi na walimu pia kwa kutupa nafasi ya kuwa na klabu hii katika mashule, sababu inatusaidia kuweza kujua sheria mbalimbali na sheria tofauti tofauti, kusaidia vijana kuweza kujua hata atakapoenda kwenye miaka mingine huko kwa namna kijamii, anaweza kuenda kujua kufuata sheria na hata kujua namna nyingine kusaidia watu wengine ambao waenda kinyume na sheria. Kwa majina naitwa Lauren Edes Masawe, ni head girl wa shule ya Nyapurukano Sekondari. Klabu ya sheria kwa upande wangu umeniletea faida nyingi sana, mfano kama kujua haki za binadamu, kujua umuhimu wa mwanadamu kupata haki binafsi,
kuinvolve, yani kwamba tuone kwamba kuna umuhimu wa wanadamu pia kuhusika katika mambo ya serikali, kwamba pia sisi tunathaminiwa na serikali pia. Kwa klabu ya sheria pia imenisababisha imeniletea mvuto kujisogeza katika mambo ya sheria, kwa sababu najua nitapigania haki za binadamu, lakini pia watu wengi watapata kitu ambacho wanakistahili kutokana na klabu hii. Kwa majina naitwa Elijah Ola Manusi, ni mwanafunzi wa kidato cha 6 katika shule ya sekondari Nyampulukano, lakini pia ni kiongozi mkuu wa serikali ya wanafunzi katika shule ya sekondari Nyampulukano. Kwa siku ya leo tunazungumzia juu ya sheria, kwamba sheria ni nini. Sheria kwa ujumla ni mwongozo unaomuongoza mwanadamu katika kutenda mambo ambayo hawezi kwenda kinyume kwa ajili ya kuvunja haki za binadamu. Kutokana na sheria ni muhimu sana katika maisha yetu, hata sisi wanafunzi. Kwanza kabisa inatujenga kuwa na confidence, kujiamini juu ya mambo tunayokuwa tunafanya katika jamii, lakini pia tusaidia sisi wenyewe kuwasaidia ndugu zetu walioko majumbani pia kwa ajili ya kufanya vitendo ambavyo ni vya halali, ili viweze kuwasaidia wao waweze kusustain maisha katika jamii zao. Kwa jina langu naitwa Michael Michael, nasoma kidato cha 6 combination ya HKL. Mimi ni mwenyekiti wa klabu hii ya sheria, na ninamshukuru sana mwalimu wetu mwalimu mlezi wa klabu hii ya sheria, kwa maana anatusaidia sana, anatuongoza vyema na anatuelekeza vyema kabisa katika klabu hii. Ni mambo mengi tunajifunza kutokana na klabu hii. Klabu hii imetuwezesha mambo mengi sana, hadi sasa tumekuwa tunajiamini katika kila jambo. Inatokana kwa kuangalia kipindi cha nyuma kule kabla hatujajiunga na klabu hii, ni mambo mengi ambayo tulikuwa tuyajui, tulikuwa tuyatambui kuhusiana na sheria, lakini tangu sasa kujiunga na klabu hii na mimi kuchaguliwa kuwa mwenyekiti, ni mambo mengi ambayo tumejifunza, ambayo tumeyaelewa, ambayo yanahusiana na sheria za nchi ambazo zimeweka na sheria zozote ambazo zinaweka katika sehemu fulani. Kwa majina naitwa Belinda Obeidi Nzee, ni mwanafunzi wa Nyampulukano sekondari kidato cha 6 taasisi ya HKL. Kibinafsi klabu ya sheria na msaada kwangu, kwa sababu kama binti nilikuwa sijui jinsi gani ya kujitetea kulingana na changamoto mbalimbali ninazozipitia, lakini tangu nilipojiunga kwenye klabu ya sheria imenielekeza jinsi gani ya kutafuta haki, jinsi gani ya kujitetea, kwamba nikionewa nifanye hivi na hivi ili nipate haki. Imenisaidia pia kutambua ni kwa kiasi gani binti inatakiwa ujisimamie na ujitetee kwenye mambo mbalimbali, kwa mfano kwenye kudhulumiwa, kukandamizwa na vitu mbalimbali, maana ni mambo mengi yanatokea kwenye jamii. Mwalimu Eriki Daudi ni mlezi wa klabu hii. Ni mwalimu mwandamizi malezi na nidhamu, nikiwa nashughulika sana na nidhamu za watoto na taarifa mbalimbali za vijana. Lakini kwa upande huu mimi kwa sasa ni mwalimu mlezi wa klabu ya sheria hapa Nyampulukano sekondari. Klabu ya sheria ilianza mwaka 2018 na ilikuja kuzinduliwa rasmi na Profesa Ibrahim Juma kwa wakati huo, ambaye alikuwa ndo jaji mkuu wa Tanzania ambaye kwa sasa ni mstaafu. Aliambatana na kipindi hicho aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Sengerema ndugu Dr. Kipole, akiwepo na afisa elimu wa wakati huo ndugu Barongo. Katika shule hii ni miongoni mwa shule zilizotolewa katika mkoa wa Mwanza na kanda ya Ziwa kuanzishwa kwa klabu ya sheria. Lengo kubwa la kuanzishwa klabu hii kama kitovu Nyampulukano sekondari ilikuwa ni kuandaa Watanzania kuweza kuwa na ujuzi na utambuzi wa masuala na misingi mbalimbali ya kisheria. Hasa lengo kubwa lilikuwa ni kuandaa legal practitioner, tukisema kwamba watu ambao wangekuwa ni watendaji wa kimahakama, vijana ambao wangekuwa watumishi wazuri wa kimahakama kuanzia at grassroots level. Hasa lengo tukianza na kidato cha kwanza, cha pili tukianza kuandaa na utambuzi wa masuala ya kisheria. Lakini katika klabu hii au katika masuala ya kisheria hawalengi tu wanafunzi wanaosoma masomo ya sanaa kama ambavyo imezoeleka. Katika masuala ya kisheria na watumishi wa mahakama wanahitaji madokta, wanahitaji mainjinia, wanahitaji wanasosiolojia, wanasaikolojia. Wote hayo makundi yote yanahitajika kwa ajili ya kufanya kazi za kisheria. Kwa katika mazingira ya Nyampulukano sekondari tumekuwa tukifanya shughuli mbalimbali. Tumeshiriki katika makongamano mbalimbali, hasa katika wiki za kisheria. Mfano mwaka huu tumeshiriki katika wiki ya sheria na kilele cha sheria kilichofanyika katika mahakama ya wilaya ya Sengerema. Na tumekuwa tukishirikiana na wadau mbalimbali, hasa wazazi, walimu, wanafunzi wenyewe, lakini na viongozi wa kimahakama. Tuna mawasiliano ya karibu, wamekuwa wakija wakitupa mafunzo
hapa shuleni, na sisi tumekuwa tukihudhuria shughuli mbalimbali za kimahakama pale, hasa mahakama ya mwanzo na mahakama ya wilaya, kwa lengo la kujifunza na kuwajengea uwezo ili vijana kesho na kesho kutwa waweze kuwa na utambuzi binafsi wa masuala ya kisheria na wawe mabalozi wazuri, hasa wanapoenda kule katika jamii mbalimbali wanakotokea kule, waweze kuwa na msaada wa kuweza kuwapa masuala tofauti tofauti na kuwapa dira tofauti tofauti ya hasa masuala ya kisheria na utoaji wa haki. Katika masuala ya kisheria tumeangazia vile vile, tunajifunza masuala ya rushwa chini ya TAKUKURU ambao ni taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa. Labda nitoe mwanga kidogo, sisi tulivyojifunza rushwa ina sura tofauti tofauti. Wengine wamekuwa kiamini kwamba rushwa inatolewa kwa njia ya labda ya fedha. Ni kweli kwa njia ya fedha, lakini mfano kuna swala la ngono. Swala la ngono linatokea hata mashuleni, kwenye jamii tofauti. Mtu ili aweze kupata huduma fulani anajaribu kumshawishi binti aweze kushiriki naye ngono, aweze kumpa msaada fulani. Kwa hiyo tumekuwa tukiwaelimisha vijana kwamba yapo madhara na yapo mazingira na sura ya namna hiyo. Kwa hiyo tumekuwa tukiwajaribu kuwaelekeza kwamba inapotokea taswira na hali ya namna hii, jaribu kutoa taarifa ili muweze kupata msaada zaidi. Lakini kuna hali ya upendeleo, na upendeleo wa kutoa huduma hasa kwa wanafunzi na yenyewe ni rushwa. Kwa hiyo tumekuwa tukijaribu kuwaelekeza wanafunzi kwamba msikubali pale inapoonekana mtu amepewa upendeleo wa aina fulani, hiyo ni rushwa moja kwa moja. Kwa hiyo ili sasa kuepukana na hilo, ni muhimu kutoa taarifa, si kwangu tu, kuna hadi uongozi wa shule, kuna mkuu wa shule, kuna taasisi zinazohusika na masuala ya namna hiyo. Lakini kupitia klabu hii tumejaribu kuwajengea uwezo vijana wajitambue ili wasiweze kunyanyasika kijinsia. Kwa tuna jinsia tofauti hapa, tuna jinsia za aina mbili, wavulana na wasichana. Hasa wasichana wamekuwa ni victim katika masuala ya rushwa, katika masuala ya kisheria, unyanyasaji wa kijinsia, unyanyasaji wa ngono. Mtu anamtisha, tunafundisha kwamba anaweza akatishwa labda kwenye masuala ya kupewa haki, kuhudumiwa, labda amefanya makosa haya ya hapa na pale, lakini ili ahudumiwe anajaribu kutishwa na kuwekewa katika mazingira ya kushawishika kingono. Kwa hiyo tunajaribu kuwaelekeza kwamba yanapotokea mazingira na viashiria vya namna hii, anatakiwa kutoa taarifa mapema. Na uzuri klabu hii inafanya kazi sambamba na tuna idara moja inaitwa idara ya unasihi na ushauri. Inapotokea changamoto za namna hii zikijitokeza, japo ni very rare sana, au viashiria hivi ni mara chache, hasa kwa mazingira haya ya shuleni kwetu hapa. Naweza nikasema havijajitokeza, lakini ikitokea tuna ofisi ya ushauri na unasihi. Ili mtoto asije akaathirika kisaikolojia, anatakiwa kuhudhuria katika ofisi ile. Tumetenga ofisi, chumba maalum, kuna walimu maalum, walezi maalum, anaenda anazungumza changamoto inayoashiria au inaelekea katika mazingira namna hiyo. Anazungumza, anajengwa kisaikolojia, anashauriwa, na ikitokea na ikibainika kwamba labda kuna mwalimu husika, anaitwa, anazungumza naye, lakini ikionekana imekithiri, tunakuwa tumewapa njia hata dira ya kuelekea hadi kwa mkuu wa shule. Ndo mlezi wetu, ndo mwenye taasisi, na tunatamani kufikia makundilika mbalimbali katika jamii, katika mashule mbalimbali. Hasa sehemu ambazo tunaweza tukazifikia kirahisi ni mashuleni. Na shuleni ndo mabalozi wetu, wanafunzi ndo mabalozi wetu. Na kwa mwaka huu tuna malengo ya kufikia shule mbalimbali, kupeleka ujumbe, kushirikiana na mahakama. Maana mlezi wetu mkuu ni hakimu wa mahakama ya mwanzo, ambaye kiuhalisia tunashirikiana naye kwa karibu, na tuna malengo kwa mwaka huu kufikia jamii tofauti tofauti kwenye makundi tofauti tofauti, tukianza na mashuleni na vyuo vya kati vinavyopatikana katika mazingira yetu ya Sengerema, na baadaye tunawaza kwenda nje ya mazingira ya Sengerema kuyafikia makundi tofauti tofauti ambayo kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu ya kukosa elimu ya kisheria, mambo ya rushwa, mambo ya elimu lika, tuweze angalau kuwaelimisha na kuwashawishi waweze kujiunga na klabu hizi na kuanzisha klabu hizi, ili angalau kwa namna moja ama nyingine waweze kuwa na utambuzi yakinifu na kuweza kukabiliana na matatizo mbalimbali yanayokumba jamii. Mfano, ukiangalia katika jamii zetu kuna maeneo mengine ambayo
kiuhalisia kuyafikia ni ngumu kidogo, kwa sababu kuna hitaji support ya usafiri, gharama ndogo ndogo zinahitajika. Japo tunaamini mahakama imeshatuahidi, na kipindi cha wiki ya sheria mkuu wa wilaya alitoa ahadi ya kutupa katiba, lakini na baadhi ya vipeperushi ambavyo tutavitumia kwa ajili ya kufikia jamii zile. Kwa hiyo tuna mpango kwa kushirikiana na mahakama kuandaa makongamano tofauti katika maeneo tofauti ili kuweza kuyafikia makundi. Lakini mimi nitoe wito kwa jamii. Sheria zipo, na tunaamini kwamba kutokujua sheria sio ulinzi kwamba ufanye kitu chochote cha kuvunja sheria. Mimi nitoe wito kwamba sheria zipo, jamii wazifate, waziheshimu na waziishi. Lakini je, nini sauti ya mahakama ambao ndo walezi wa klabu hizi? Mimi kwa majina naitwa Christopher Ackson Mbuba, ni hakimu mkazi mfawidhi mahakama ya Mwanza Sengerema mjini iliyopo mkoa wa Mwanza, lakini pia nina hudumu katika mahakama ya Mwanzo ya Kome iliyoko Sengerema hapa, lakini halmashauri ya Buchosa. Kwa kifupi, kwa hapa Sengerema tunayo klabu ya kisheria ambayo ipo katika shule ya sekondari Nyampulukano, na klabu hii ina historia ndefu kidogo. Nafasi ya kipekee kabisa ni kwamba imeanzishwa na mojawapo ya majaji wakuu wa Tanzania. Kwa hilo ni jambo la kujivunia sana, na watu tunatamani tuiendeleze klabu. Lakini ni klabu ambayo tupo nayo karibu kwenye kila sherehe za uzinduzi wa mwaka mpya, yani ile wiki ya sheria kila mwaka huwa tunakuwa nao, tunawaalika, tunashiriki kwa pamoja, lakini pia huwa tunawatembelea shuleni kwao mara moja. Japo ratiba yetu tunataka tuiboreshe, lakini kutokana na ufinyu wa muda, kutokana na majukumu either sisi mahakama au pale shuleni, basi tunakuwa tunaonana mara moja. Lakini ni klabu ambayo kwa kweli tunategemea sana, tunapokuwa tunakutana nao tunatamani wawe mabalozi wa shughuli zinazofanyika mahakamani. Na hakika hili linaonekana wazi kwa sababu tunapokuwa tunakutana nao wanafunzi huwa wanatamani sana kujifunza mambo mengi sana ya kisheria. Na sio tu kujifunza, lakini pia na wengine wanatamani kufuata mkondo huo kwenye mambo ya kisheria. Ukiacha hilo, lengo letu lingine huwa tunawashirikisha pia kwamba ni vizuri mkawe mabalozi mnapoenda majumbani, vijijini humo, sehemu yoyote ile. Kama kuna mtu ana changamoto yoyote ya kisheria, basi msisite kumsimulia na kumwelezea haya mambo machache mnayoyafahamu. Lakini mwisho wa siku tunasema mtu asikae na tatizo la kisheria muda mrefu, mnaweza mkawa mnawaelekeza kwenda kwenye vyombo vya kisheria ambavyo tayari tunakuwa tumeshawafahamisha ni vyombo vipi vya kisheria kutokana na tatizo la mwananchi. Tunakuwa tunapata mirejesho mbalimbali kwa sababu kama nilivyojitambulisha hapo awali, mimi ni hakimu mkazi mfawidhi. Kwa shida nyingi zinapofika kwa mfano kwenye vituo vyangu zinaanzia moja kwa moja kwa mfawidhi, na mtu anapoeleza ili tufahamu kama kuna swala la kisheria, mara nyingine mteja anaweza kaja moja kwa moja akaanza tu moja kwa moja kueleza shida yake, lakini tunamuuliza kwanza, unaitwa nani, umetokea wapi, labda taarifa hizi umezipataje? Anaanza kutusimulia. Miongoni mwa mirejesho tunayopata ni kwamba wamepata taarifa kutoka kwa watoto wao ambao wanasoma katika hii shule ambayo ni klabu yetu. Tunapokuwa tunafanya nao majadiliano, unaweza kugundua hilo kutokana na maswali wanaokuwa wanawauliza au ufafanuzi wanaokuwa wanaomba. Utakuta mtoto mmoja kwa moja anasema, hivi sasa mimi nifanye nini ili nisome sheria? Umeona? Au mwingine anasema, mimi sina nia ya kusoma sheria, lakini natamani niwe msaada kwa jamii yangu kwenye baadhi ya mambo ambayo yanahusu sheria. Kwa hiyo moja kwa moja ni wazi kabisa watoto wana hiyo nia pia. Wengine wanatamani moja kwa moja kuingia kwenye sheria, na wanakuwa wanawatajia hata baadhi ya watu maarufu ambao wapo kwenye kada hii ya sheria, either ni majaji au mawakili hawa maarufu ambao wanafahamika sana. Lakini na wengine wanafunzi wengine unakuta tu wanatamani kufahamu mambo ya msingi ili kwenda kuisaidia jamii yao. Kwa hiyo ni kweli lipo. Na hivi sasa
tunataka tufanye jitihada za makusudi kuona tunafanyaje ili tuongeze pia klabu zingine, ukiacha sekondari, labda hata kuongeza katika baadhi ya shule, lakini pia tunataka tushuke chini shule za msingi, kwa sababu pia kule tunaamini watoto, kunakuwa na watoto wengi, na angalau basi wakipata hata ABC za sheria, tunajua si wote watakaoenda kuwasimulia wazazi na ndugu na jamaa, lakini angalau kuna watakaofikisha taarifa kama hizo. Kwa huo mpango upo. Ndio kipekee nitumie fursa hii kuwasisitiza jamii na wananchi kwa ujumla kwamba wasikae na matatizo yanayohusu sheria, yani yale ya kisheria, kwa sababu kuna mambo ya ukomo wa muda kwenye kwenda kutatua ile tatizo, na mara nyingine unakuta mtu anafika mahakamani au kwenye vyombo vingine vya kisheria, unakuta hawezi kusaidia kwa sababu amekaa muda mrefu na tatizo. Lakini lingine, kuna upotoshaji kwenye jamii, na hili tunalipata baadhi ya wateja wanapofika mahakamani wanakuta ni tofauti kabisa na vile walivyokuwa wanafikiria wakiwa majumbani. Kwa wakifika mahakamani wanajifunza mambo mengi sana. Na jamani, swala haki ni la kipekee sana. Mahakamani au katika vyombo vyote vya kisheria tunatamani mtu asaidiwe na ionekane kabisa kwamba amesaidiwa. Kabla ya kutamatisha kipindi hiki, mkuu wa wilaya Sengerema Senye Simon Ngaga anatia neno katika mapambano haya. Ni jambo la kusikitisha, na siku zote tumekuwa tukitoa matamko, serikali imekuwa ikitoa maelekezo hiyo kitu kwamba haitakiwi. Wewe mwenyewe umesema ni dhambi, maandiko matakatifu ya ruhusu, hakuna dini inayoruhusu. Ukiacha dini tu, sio maadili kwetu ya kwenda kutafuta kazi kwa ajili ya kutoa rushwa. Hiyo rushwa ya ngono, rushwa ni rushwa, rushwa haitakiwi. Na ndio maana tuna taasisi yetu ya kuzuia lakini vile vile ya kupambana na kuzuia rushwa. Tunaanza na kuzuia kwanza, kwa wazidi kutoa ushirikiano, wazidi kutoa ushirikiano tu. Unajua saa nyingine ukikaa nalo, sisi tunasema matania yamepungua, kumbe wewe una vitu kama hivyo mmekaa navyo, inakuwa sio sawa, inakuwa sio sawa. Tuzidi tu kutoa ushirikiano pale tunapoona umefanywa ndivyo sivyo, basi taasisi zetu, au nenda ofisi yote ya serikali, muone hata mtendaji wa kata, muone mtendaji wa kijiji, muone mwenyekiti wa kijiji, muone mwenyekiti wa kitongoji, diwani yoyote au mzee yoyote, mwambie. Viongozi wa dini waambie, mimi viongozi wa dini wananipigia sana inapotokea udhalilishaji. Sio tu kwamba hizo rushwa za ngono, hata kama wana waumini wao huko wananyanyaswa na wao wanafanywa matendo ambayo sio sawa, wananipigia, wananijulisha, kuna mama tuko naye hapa 1 2 3, na kaita na waita, tunakaa tunazungumza, naita hizo familia, tunakaa tunazungumza. Kwa hiyo tusijifungie ndani na matatizo. Ndio rai yangu. Unapokutana na changamoto sema, usiposema hatutojua. Usifiche. Tunavyozidi kuficha ndio haya mambo tunazidi kuyabariki yaendelee kuwepo. Lakini tunaposema, ina maana inasaidia kuweza kuzuia, kwa sababu itatufanya tuweze kudhibiti. Unajua, kwa mfano kama viongozi sisi wa umma, lakini hata watumishi wa umma, kila mmoja ana maadili yake katika kazi. Kuna maadili ya madiwani katika kazi, wa behave vipi. Kuna maadili ya watumishi wa umma, unavyokuwa kazini behave vipi, ufanye nini. Na yote yameandikwa, na katika vitu ambavyo hatutakiwi kufanya ni pamoja na hilo ambalo nalisema la rushwa. Rushwa yote ikiwemo hiyo rushwa ya ngono. Kwa sababu tunaambiwa kabisa, na tunajua rushwa ni adui wa haki. Tunaambiwa kabisa rushwa ni adui wa haki. Kwa hiyo ukikumbatia rushwa, ndio maana tunaambiwa siku zote yule anayetoa na anayepokea wote wana nini? Wana makosa. Sasa wewe umeombwa rushwa ya ngono, toa ushirikiano, sema, usikae kimya. Hiyo ndio rai yangu. Usikae kimya. Ukikaa kimya hatutojua, na unazidi kufuga uovu. Wewe utakwepa, unaweza kaenda kukaa, lakini ukisema utamuokoa mtu mwingine, kwa sababu kuna mwingine hatokaa kimya, ataona kweli afanye hivyo ili aweze kupata hiyo nini, hiyo kazi. Lakini mwisho wa siku hutokuwa na furaha na hiyo kazi uliyoipata, kwa sababu unajua nilifanya kitu fulani kwa ajili ya kupata hiki. Sasa kwa nini uishi maisha yako yote ya kazini huna raha? Yani wewe mwenyewe nafsi yako haina raha, kwa sababu unajua nilitumia mwili wangu, nilitumia kupata 1 2 3. Wakati na kuaga ni kukumbushe kuwa rushwa ni adui mkubwa wa haki, kwa sababu huwa dhamira ya ukweli na kugeuza kuwa bidhaa ya kununulika. Rushwa hudhoofisha haki
na utu hufa polepole na ustawi wa taifa huzikwa katika kaburi la tamaa na ubinafsi. Tamati ya kipindi hiki, jina langu ni Peter Maresa, nikutakia siku njema.